Kwa niaba ya chama tumekuja mbele yenu kuwapa taarifa juu ya status ya hatua za kisheria ambazo chama kimechukua baada ya uchaguzi au ule unaoitwa uchaguzi uchafuzi wa 2025. Nafahamu tayari mshakutana na viongozi wetu mbalimbali ikiwemo wawakilishi wetu kiongozwa na mnadhimu wao. Wameeleza katika muktadha wa yale ambayo wamewaeleza, lakini najua kwamba mmekuwa mkifuatilizia ziara ya mwenyekiti wetu wa chama alikuwa akifanya Pemba na karibuni ataianza hapa Unguja, na mmekuwa mkisikia pia habari ya hatua za kisheria pamoja na hatua nyingine, lakini hatua za kisheria ambazo chama kinachukua au kimechukua. Sasa leo nikiwa kama mwanasheria mkuu wa chama mwenye wajibu wa kutaarifu umma juu ya hatua hizo, nimewaita ili kuwaeleza juu ya hatua hizo. Kwa hiyo chama chetu kinapenda kuwataarifu wanachama, wafuasi na Watanzania kwa ujumla kwa baada ya uporaji mkubwa wa matakwa ya watu kupitia kile kinachoitwa uchaguzi uliofanyika tarehe 28 mpaka 29 Oktoba kwa hapa Zanzibar na tarehe 29 kwa uchaguzi ule wa Jamhuri ya Muungano na kwa Tanzania bara, tunaendelea kuchukua jitihada mbalimbali kupigania haki, sauti na matakwa ya watu katika ngazi na njia tofauti tofauti. Moja kati ya hatua tulizoamua kuchukua ni ufunguaji wa mashauri ya uchaguzi kupinga matokeo yake kwa uchaguzi wa wabunge na wawakilishi. Tumechukua hatua hii tukiongozwa na imani kubwa kuwa wagombea wetu katika majimbo ambayo tumefungua mashauri na yale tutakayoyafungua wameporwa ushindi wao au kumekuwa na ukiukwaji mkubwa wa taratibu za uchaguzi zenye athari kwenye matokeo yaliyotangazwa na tume. Aidha, tumekusanya aina nyingi za ushahidi ambao tunaamini iwapo mahakama itazingatia, basi matokeo ya uchaguzi katika majimbo hayo yatabatilishwa na amri ya kuitishwa upya uchaguzi itatolewa. Kwa hiyo haya majimbo haya 17 tayari matokeo yake, na kama mnavyoona we are serious about this. Hawakutaka kutoa matokeo na haikuwa kwa bahati mbaya. Majimbo yote, wagombea wote, na mnajua kwamba moja ilikuwa ni akilio. Tulicholia kwamba kwa nini hawatoi nakala za matokeo. Kwa tumekwenda mahakamani. Mahakama ilituambia mbona hamjaambatanisha matokeo kama kanuni zinavyotaka. Tukawaeleza mahakama kwamba hatukupewa, na ndio moja kati ya ground ambazo sisi tunalilia kwenye uchaguzi kwenye mashauri haya. Mahakama ikatuandikia amri ya kutaka kupata matokeo. Amri ile tumewasilisha mahakamani na tume, na tumepata matokeo hayo. Mashauri kama nilivyosema, tunasikitika sana kwamba tangu yamefikishwa mashauri haya yamefunguliwa siku ya tarehe 4 Novemba mwaka 2025. Sababu kanuni za uchaguzi, mashauri ya uchaguzi zinataka ufaili shauri la uchaguzi ndani ya siku 7 kutoka tarehe ya matokeo yalipotangazwa. Kwa hiyo sisi tumefaili tarehe 4 kwa hiyo ya uchaguzi na tulikuwa ndani ya wakati. Lakini tangu tumefaili tarehe 4 na kupokelewa na kulipa ada za kufaili mashauri, mafaili ya mashauri haya yapo kwenye ofisi ya naibu mrajisi. Hatujui kama yamepokelewa, kwa maana kwa lugha za kisheria ni kwamba yamekuwa admitted, au yamekataliwa kwa maana ya kuwa rejected. Sababu kanuni zinaruhusu mrajisi kukataa shauri ikiwa halijakidhi vigezo na kutoa oda ya kwamba ukafanye marekebisho. Na ndicho kilichotokea Unguja. Tumefaili, mrajisi amereject, ametuambia kafanyeni amendment mkiambatanisha na matokeo. Tumefanya na mashauri yamerudi tena mahakamani kwa namba ile ile ya faili au ya kesi. Lakini kwa Pemba mpaka nazungumza na nyinyi hapa bado hatujui status ya mashauri yetu. Jimbo la Pangawe bwana, baada ya kukusanya matokeo
kwa hizi amri za mahakama na tukayapata, na ndo tukajua pengine kwa nini tunanyimwa haya matokeo. Haya ni matokeo ya uwakilishi. Ni matokeo, ni certified copy ya matokeo ya uwakilishi. Haya matokeo yanaonyesha kwamba turnout waliojitokeza kupiga kura kwenye jimbo la Pangawe siku ya uchaguzi wa tarehe 28 na 29 ni wapiga kura 18,044. Si unaelewana vizuri eh? Waliojitokeza kupiga kura. Jimbo la Pangawe idadi ya kupiga kura ni 19,431 waliotangaza tume, ambayo sisi pia tuna dispute. Tutajua huko mbele, ya mengine tutaangalia mbele. Lakini tunaambiwa siku ya kupiga kura jimbo la Pangawe walijitokeza wapiga kura 18,044. Sawa? Sasa nyinyi mnafahamu kwamba katika uchaguzi wa Zanzibar ukienda kupiga kura kwenye chumba, mpiga kura wa Zanzibar unapewa karatasi ngapi? 5, au sivyo? Kupiga kura ya kumchagua rais wa Zanzibar, kumchagua rais wa jamhuri, kumchagua mbunge, kumchagua mwakilishi na kumchagua diwani, au sio? Daftari ni lile lile. Neki hawana daftari hapa, au sivyo? Wanatumia daftari la zeki. Kiingia kwenye chumba wanatumia daftari lile lile. Unatiki mpiga kura Rashid Batashi, unapewa kura zako 5. Si ndio ulivyoenda kupiga kura bwana? Sasa matokeo ya mbunge haya hapa. Matokeo ya mbunge yanaonyesha watu waliojitokeza kupiga kura jimbo la Pangawe ni 15,150. Sijui mnaelewana? Mnaelewa hoja yangu? Mwakilishi waliojitokeza kupiga kura ni 18,000. Matokeo ya ubunge sasa unajiuliza, kuna watu 3,000 au 2,900 hivi hawakupewa kura za kumpigia mbunge, au kuna watu 2,000 na wamepewa kura 5 ili wampigie mwakilishi. Haya tutayahitaji majibu. Nasema tuna ushahidi mwingi. Na hii variances si jimbo la Pangawe tu. Hapa nimetoa jimbo la Pangawe kwa sababu nina authority ya kulizungumza, ni jimbo langu ambalo wananchi wa jimbo la Pangawe mimi na hakika na naamini wamenichagua. Lakini variance hii kama mwanasheria mkuu ambaye nimekuwa na access ya nyaraka zote za majimbo yote, hali ndio iko hivyo. Kwa hiyo nichukue fursa hii kupitia kwenu waandishi na kupitia vyombo vyenu, nimuombe sana naibu mrajisi Pemba kuongozwa na kanuni ya 9 ya kanuni za mashauri ya uchaguzi. Kanuni ile inasema, kanuni ya 9 inasema mrajisi mara tu baada ya kupokea shauri likisha failiwa, siku ile ile kama hajatoa amri ya kuyakataa kwa maana ya kwenda kufanya marekebisho, on the same day, ndio lugha iliyotumika kwenye kanuni, anatakiwa awapelekee upande wa pili samasi ya kuwapelekea kanuni zake.